wanakombolewa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tujitoe kwanza. Ndani ya kujitoa mwenyewe kuna kitu kinaitwa upako mpya. Ndani ya kujitoa mwenyewe kuna kitu kinaitwa nguvu mpya. Ndani ya kujitoa mwenyewe unatoka kwenye ukawaida unaenda kwenye kwa mtu. Sikia nikwambie, kuna vitu ambavyo vinaibuka ndani ya kujitoa mwenyewe ndani yako. Maisha ambayo ule alikuwa ameshakukujua kabla hujajitoa mwenyewe, akikuona leo anasema pana, huyu ni mtu mwingine, sio kama ule wa jana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kwamba unajitoa mwenyewe, unafanya kazi ya Mungu kuvutia ule ambaye alijua historia yako ya jana apate kujua historia yako ya sasa na kuokoka na kukufuata. Ndani ya kujitoa mwenyewe kuna kitu kinaitwa nguvu mpya. Ile nguvu kwa mapana yake ni kwamba ina nguvu ya kuvutia walioko duniani kuja kwa Yesu. Neno la Mungu na kumjua zaidi. Amen. Haleluya. Ndani ya maisha usipojifunza sana kuacha na kuachika, kuna kitu ambacho unaweza kukitengenezea kinakuwa baadaye bila kujua. Nini maana yake? Ni kwamba kuna watu wa mfano Mungu anaweza kukuletea. Na wale watu Mungu anakuletea karibu yako ama pembeni yako ni kwa ajili ya majira hayo. Baada ya haya majira kupita, wale watu wanaweza kuondoka kwenye maisha. Sasa wakiondoka kwenye maisha yako, usijilaumu. Ukijilaumu na kung'ang'ana na wale watu, nini kinatokea? Unatengenezea mwiba ya kuchomba. Amen. Baada ya hapo kuna muda ambao wengine wanaweza kufunze sana mtu wa Mungu kwa sababu walikuwa kwa ajili ya majira haya. Yakishapita moja kwa moja inakuwa ni kitu kingine. Sisi tunatamani tusikie neno hilo kamili. Amen. Ambayo Biblia inasema ya kwamba kama watoto wachanga yatamanini maziwa yasiyogoshiwa.